Naam, wana ukuu wa Mwafrika, huyu ni raisi wa Indonesia. Anaitwa Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, raisi wa Indonesia. Na hapa akiwa Umoja wa Mataifa, ameongea kauli nzito sana ambayo amesema yuko tayari kupeleka wanajeshi zaidi ya 20,000 katika ukanda wa Gaza, katika kuhakikisha kuwa basi amani inapatikana. Na ilikuwa ni spichi nzito kidogo. Sasa imeongelewa kwa lugha ya Kiingereza na mimi najaribu kudokoa baadhi ya maneno ambayo ameyaongea. Basi ili na sisi ambao Kiingereza sio lugha yetu, sisi ni Waswahili na wazungumzaji wa Kiswahili, basi tuweze kuelewa ni nini hasa alichokiongea katika mkutano huu wa UN ambao umekutanisha mataifa mbalimbali, na mambo gani aliyoyaongea. Kwa sababu kitu alichokiongea, amesema kuwa tunaishi leo kwenye dunia ambayo imejaa visasi, tunaishi kwenye dunia ambayo inaendeshwa na uchoyo. Umeona, uchoyo ndio unaosababisha sasa, ndio unaopelekea watu wengine kufa. Lakini akasema hii anaamini UN, huyu Prabowo anaamini kuwa UN hapo inaamini kuwa Mungu alituumba wote binadamu tuko sawa sawa. Hakuna binadamu ambaye yuko juu ya mwingine. Hakuna binadamu ambaye ana mamlaka ya kuua mtu mwingine. Yani ndicho alichokiongea. Yani hakuna binadamu mwenye mamlaka hiyo ya kuweza kuua binadamu mwingine. Na ndugu zanguni, mara nyingi sana dini zinatufanya tuwe vipofu. Hiyo naomba niongee wazi kabisa. Dini zinatufanya tuwe vipofu. Hususan katika huu mgogoro unaoendelea pale Mashariki ya Kati, kati ya Palestina na Israeli. Wazee wa Gaza hawa na Israeli. Huu mgogoro umetufanya tuone wale wa Palestina, mtanisamee, taongelea kote, lakini naanza kwanza na dini ya Kikristo. Dini ya Kikristo, Wakristo wengi, samahani kwa kusema hivyo, ambao mimi ninaweza kusema kidogo kichwani ni kama zimepungua kidogo, hazijakaza sana nati. Wakristo wengi wanaona hiki anachokifanya Israeli, kuua wa Palestina wasiokuwa na hatia, yuko sahihi kabisa. Lakini ni wrong. Tuko wrong sana ndugu zangu. Kwa sababu kama Wakristo, imani yetu sisi ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo anaitwa mfalme wa amani. Angalia kwenye Biblia anachokiongea. Kuna mstari unasema, kwa maana jinsi, Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muamini asipotee. Na kuna mstari mwingine unasema kuwa yeye hapendi mtu hata mmoja apotee. Sasa leo hii kama tutadhani kuwa Myahudi anachokifanya ni sawa, sijui tutakuwa tuko na utofauti gani na wale ambao wanaua watu, ambao ndo tunawaitaga hawa ni magaidi. Na unfortunately uwaga tunaitaga Waislamu, na dini ya Kiislamu ni dini ya kigaidi. Sio kweli, kwa sababu Muislamu wa kweli sio gaidi, na gaidi sio Muislamu, kwa sababu Uislamu unakataa. Sio kama unanielewa. Yani mtu kama ni Muislamu alafu akasema anaenda kuua watu kwa jina la Mungu wake, huyo sio Muislamu wa kweli. Amejiingiza tuko kwenye Uislamu. Na nikiongea hivyo watu wengi wanasema hamna, wewe ni mpinga Kristo, vyovyote mnavyoniita. Lakini kama tutashangilia mauaji yanayoendelea Gaza ya raia wasiokuwa na hatia, tutakuwa tunafanya makosa ndugu zangu. Kwa sababu hivyo hivyo hata Afrika. Okay, kuna watu tuko bize sana na mgogoro huu wa Mashariki ya Kati, na watu wengi sana hivyo, yani hususan Wakristo. Naona kuna ibada zinafanyika za kuiombea Israeli. Sio kitu kibaya, hapana. Najua kuna mstari unasema utakieni mema Yerusalemu. Hiyo ninaelewa kabisa. Lakini sasa Biblia hiyo kuna mstari unasema asiye wapenda wa kwao ni mbaya kuliko asiye amini. Ni lini haya makanisa yanayoombea taifa la Israeli liendelee kupata nguvu ya kuua watu? Ni lini waliwahi kuwaombea ndugu zetu wa Kongomani pale? Ni lini wamewahi kuwaombea ndugu zetu Sudani? Kuna vita vinavyoendelea kati ya wale majenerali wawili. Kuna General Dagalo na General yule mwingine anaitwa nani sijui. Ni lini tumewahi kufanya hivyo?
Ni lini tumewahi kuitisha maombi huu umasikini unaoendelea Afrika uweze kutoka? Leo tunaenda kumwombea mtu ambaye yani yeye amejiweza kwa kila kitu. Yani amefanya maendeleo mpaka basi imebidi sasa aingie kuua watu. Sui. Kwa hiyo nafikiri inaeleweka kwa namna hiyo nikisema kwa namna hiyo. Kwa hiyo hii yote ni kwa sababu sisi tunaoombea Israeli tumejiclassify wenyewe kuwa sisi ni tabaka la chini. As long as tunaendelea kuwaona Wayahudi ni bora kuliko sisi, hakuna namna tutaweza kutoka hapo. Kwa hiyo sasa haya ndio ambayo yamepelekea huyu rais huyu Prabowo wa Indonesia kuyaongea haya. Akasema kwa sababu hata Indonesia yenyewe imekuwa iliwahi kupitia hayo wakati inatawaliwa na wakoloni. Na walikuwa wao, yani mbwa ni bora kuliko wa Indonesia. Lakini akasema ni kupitia Umoja wa Mataifa ambao Umoja huu wa Mataifa ndiyo sasa Indonesia ikaweza kuwa huru. Ndugu zangu, ni mnakumbuka vita vya kwanza vya dunia vilivyoanza 1914 mpaka 1918, pale kulikuwa kukaanzishwa League of Nations ambayo yenyewe ilikuwa kazi yake ni kutunza amani duniani. League of Nations ilifeli. Vita vikaanza vya pili 1939 mpaka 1945. Ndipo sasa EU ni Umoja wa Mataifa, United Nations, ikaundwa kwa ajili ya kutunza amani duniani. Na UN wamejitahidi sana kuongea kuhusiana na migogoro inayoendelea pale Gaza, lakini kwa bahati mbaya sana mpaka na wao pia wakawa wanaondolewa. Na ndio maana mmeona juzi hapa waziri mkuu wa Israeli Netanyahu alikuwepo kwenye mkutano. Aliposimama yeye, alipokaribishwa kuja kuongea, unaona watu wengi walitoka nje. Sasa utatuambia nini? Unaua raia wasiokuwa na hatia, Hatusemi kuwa kile wa Hamas walichokifanya kule upande wa Ashkelon kilikuwa ni kitu kizuri, hapana. Kilikuwa ni kitu kibaya sana ambacho kilikemewa pia na UN. Lakini majibu haya ya Israeli yalivyoenda pale, kwa nini usianze kupigana na askari wenzio hao wazee wa Gaza? Kwa nini uende ukaue raia wasiokuwa na hatia? Maskini wa Mungu, naona raia wamepanga foleni, wameletewa msaada wa chakula, wanafika pale alafu kuna sniper wa IDF anapiga risasi pale. Au wakati mwingine yanakuja yanapigwa mabomu kwa raia wamekusanyika tu, hawana lolote. Ndio haya yanayopelekea sasa rais huyu wa Indonesia yeye aseme kuwa basi kama ni hivyo, mimi nitakachokifanya nitapeleka jeshi pale la watu 20,000 au zaidi ya 20,000 kuhakikisha tu kuwa mauaji yanasitishwa pale Gaza. Yani nataka uelewe kitu kimoja, kuwa hatukubaliani na kile Hamas walikifanya. Walifanya kitu kibaya, ingawa pia mnakumbuka tuliwaambia hapa, mimi niliwaambia hapa kuhusiana na kitu ambacho Benjamin Netanyahu amekuwa serikali ya Israeli, hasa wapinzani wake kama bwana Yair Lapid amekuwa akimpinga sana, kwa sababu wanadai kuwa wakati ule Hamas walipofanya ule uvamizi ni kwamba Benjamin Netanyahu alitumia kitu kinajulikana kama Hannibal Protocol. Hannibal Protocol ni kuwa ilikuwa inatumikaga na jeshi la IDF zamani. Kama adui amemshika askari wa IDF na anataka kuondoka naye, basi inabidi uwaue wote. Kwa ndicho kilichofanyika. Maana hao watu 1,200 ambao wanasema hawa wazee wa Gaza waliwaua, sio wazee wa Gaza waliwaua. Hawakuwa na ubavu wa kuua watu 1,200, isipokuwa walitumia hiyo Hannibal Protocol ambayo ilipigwa marufuku kwenye jeshi hilo la IDF. Lakini yeye Netanyahu aliitumia hiyo, na mambo mengine wachambuzi wa mambo wanakuambia kuwa Netanyahu alikuwa anayafanya hayo yote kwa sababu nyumbani anakabiliwa pale Israeli, anakabiliwa na skendo za ubadhirifu wa fedha. Kwa ndio maana ikabidi ayafanye haya yote ili kuondoa hiyo. Yani ndio maana unaona anavamia huku, anavamia kule, anavamia kwa nchi iko yani. Kwa hiyo wanakosa hata muda sasa wa kusema bwana, sasa wewe inabidi hivi kuwe na hili, kuwe na hili. Kwa hiyo ndio maana huyo ndio Netanyahu, ambayo wengine wanamuita mzimu wa kifo huu. Huu ni mzimu wa kifo popote unapoingia. Juzi hapa nakumbuka Maduro wa Venezuela alimuita Marco Rubio, huyu US State Secretary, kuwa huu ni mzimu wa kifo. Sasa Marco Rubio kaenda kumtembelea Netanyahu.
Kwa maana yake hapa ni mizimu ya kifo imekutana. Yaani popote wanapokuwepo, wanapojadiliana, lazima ujue kuna mauaji yanaenda kutokea. Je, ni nani yuko juu ya binadamu mwingine? Ni nani ambaye ana haki ya kuua binadamu mwingine? Ni nani ana haki ya kumfukuza binadamu kwake akamwambia ondoka? Maana Israeli ndio wamefanya hivyo. Ndio maana umeona UN wamekuwa ni wakali sasa, kwa nini mnafanya hivi? Sasa na wao pia vile vile kumbuke walipigwa marufuku pale. Ndio maana nikakwambia hatusapoti hicho ambacho wazee wa Gaza walifanya. Ule ulikuwa ni ugaidi, unatakiwa kukemewa. Na ndio maana unaona Netanyahu wa Israeli iliamua kuingia Gaza kwenda kupambana na hili kundi. Tukasema ni sawa kabisa kwa sababu wamefanya ugaidi. Sawa, wao walikuwa na nia nyingine kwa sababu kumbuka kuna wafungwa zaidi ya 6,000 wako pale Israeli wa Palestina. Kwa hiyo wakataka waende wawateke askari wale wa IDF na mateka wengine ili waje nao Gaza, sasa kuilazimisha serikali ya Israeli iingie kwenye mazungumzo baina yao na hawa ili wabadilishane wafungwa na wale mateka, lakini haijawa hivyo, imekuwa tofauti. Kwa hiyo hii haimpi Myahudi uhalali wa kuua watu pale Gaza. Kwa sema kuwa basi ana uhalali huo kwa sababu no. Haimpi uhalali huo. Angeenda kuwawinda hawa waliofanya hicho kitendo. Sio watoto wadogo wale wanauawa pale Gaza. Sio raia wa mama wasiokuwa na hatia pale Gaza walioenda kuvamia kule Ashkelon. Dhambi ya mtu mwingine, kwa nini mgharimu mtu mwingine? Kwa nini usidili na huyo ambaye ndio alifanya hicho kitendo? Kwa nini isiwe hivyo? Na inawezekana kabisa kama wanaweza kubadilishana mateka, na tumeona hizo picha wanatokea kabisa hao wazee wa Gaza wamekuja na wale mateka na nini. Kwa nini hao ndio msidili nao? Kwa nini mwende mkaue watoto? Alafu kwa nini uzuie misaada ya chakula? Kwa nini utumie njaa kuua raia mwingine? Yaani wewe ni nani? Yaani wewe ndio unayepanga na yani sio Mungu. Yani hiyo kazi wewe Mungu hujamwachia, umechukua kazi ya Mungu ya kuamua nani aishi na nani afe. Who are you? Ndio maana UN wamekaa pale wanakutanika, wanasema hapana, hiki kitu anachokifanya Israeli sio kitu kizuri, kinatakiwa kikemewe. Umeelewa? Kinatakiwa kikemewe hicho kitu kwa sababu ni kitu kibaya sana. Ndio maana sasa unaona huyu rais wa Indonesia Bwana Prabowo, yeye amesema kuwa atapeleka pale majeshi. Na ukumbuke kwa nini sasa watu kama Yair Lapid ambaye ni mpinzani mkubwa sana wa Benjamin Netanyahu wamepinga hicho kitendo cha kutumia hiyo Hannibal Protocol? Kwa sababu lengo la wazee wa Gaza lilikuwa sio kuua watu. No, lengo lilikuwa ni ndugu zao waachiliwe. Kwa maana kwamba tumechukua mateka wenu huku. Sisi sio lengo sio kuua, tumechukua mateka wenu huku. Tuingie kwenye mazungumzo, meza ya mazungumzo, tubadilishane. Umeona? Ni hivyo. Kwa sababu wanajua kabisa kuwa Myahudi mmoja ni sawa na Wapalestina 100. Ndio maana wakateka wale mateka 250. Wao wana ndugu zao kule zaidi ya 6,000 wako wamefungiwa kwenye hizo magereza za Israeli. Ilikuwa simple. Njoni tukae tukubaliane, lakini Myahudi hajafanya hivyo. Na alisema kuwa naenda kurudisha wale mateka. Lakini operation imegeuka, ni tofauti. Sasa hivi operation ni kuua raia wasiokuwa na hatia. Ndio maana unaona kama huyu rais sasa wa Indonesia amesema kuwa hili halikubaliki. Kwa hiyo tuko tayari kutoa vikosi vyetu, watu au wanajeshi 20,000 kwenda kupambana kwa ajili ya kuhakikisha amani inakuwepo hapo Gaza. Asanteni sana, wanakuwa Mwafrika, ninawashukuru.